Ndio, ni halali. Maana wewe huwezi ukamsogelea mtu ambaye hajataka kukusogelea. Kwa gharama tuliyofanya hapa ni gharama ya 250,000. Kwa jumla tumefanya gharama ya 400,000. Sadi TV. Sadi TV. In God we trust. Na mpenzi mmoja wa Sadi TV ni TJ4G 255 inaishi huko bwana. Siku ya leo tumekutana katika kijiji cha JD. Vijana waliamua kufanya kitu kikubwa ambacho kijawahi kutokea. Bwana, wameamua kujitolea na kuweza kulisha kwenye familia ambayo ilikumbwa na msiba ya mzee wetu hapa JD, na wakalisha asubuhi pia wakalisha na jioni. Ni kitu ambacho hakijawahi kutokea kwa vijana wote na makundi yote ya vijana ambao wanakopa kabili Nyarugusu. Nataka kuongea nao tuweze kujua changamoto ambazo walipitia pia na moja mbili tatu kuhusiana na support. Je, ipo hao ni wenyewe mchango wao walijitolea wakafanya kitu kikubwa kama na hichi. Habari sasa mheshimiwa? Salama. Mzima? Tuambie kuhusiana na ile swala ambalo limefanyika hapa. Kuna mtu ambaye anawekeza au ninyi wenyewe mchukua tu hatua ya kuchangiza ile kidogo kidogo mkaamua kufanya kitu kikubwa kama na hichi? Sawa, naweza nikaongea kuhusiana na ile ambayo mmeona kwa siku ya leo. Nafikiri ile hapa ilianza leo, ni kutoka kitambo tu, kutoka 2012. Vijana wa JD walikaa chini wakawa wameunda kitu kimoja kama kamati ya vijana wa JD. Tukawa na mfumo wa kuchangiza hela vijana. Tunatengeneza jeneza kwa mwenzetu ambao ametoweka. Tunatengeneza jeneza, ikawa hivyo tukazidi hivyo kabisa. Baada ya watu wengi sana wale wenyewe kwa wenye kamati wakawa wameondoka kwenda kwenye nchi ya tatu, wakaondoka kwenda Marekani. Hiyo kamati ikawa kama vile imevunjika. Sasa tukawa tumekaa na udhaifu hivyo hivyo. Alafu hapa ambapo wenzetu wameendaenda wakawa wamesafana, sio vizuri tena kuikaa kimya. Inatubidi turudishe kile ambacho tulikuwa tukifanya toka awali. Basi vijana wakawa wamekaa chini wakawa tusupport. Wakasema hapana, inabidi tena turudishe ile ambayo tulilofungua. Kwa siku ya leo kama umeona sherehe ya mwisho kama hii hapa, tumepata support kutokana na wenzetu ambao wameshatangulia kwenda nchi ya tatu kutusaidia. Asante. Hapo labda ningependa kujua kwanza kwa majina yako na pia tuweze kujua changamoto ambayo umepitia kwa siku ya leo. Ndio, naweza nikasema kwanza kwa majina naitwa Andrea Lutambwe, ndio jina langu. Maarufu sana ananiita Tija, kutokana na shule. Ndio, sasa hivi kwa changamoto ya leo hakuna kazi ambayo inakosa changamoto, haipo. Changamoto kama nilioiona, kwanza tuliona waba wa vijana wetu walikuja wachache, tofauti na jinsi tumetarajia jinsi wanavyofika kwenye hivyo. Na hili changamoto nyingine ambayo tumekwenda kupata kutokana na hawa pishi wetu, kwa kweli hawakujitokeza kwa wingi. Hawakujitokeza kwa wingi, na hizo changamoto tena za maji tena ilihangaisha sana asubuhi. Hizo ni changamoto ambazo zilikuwepo, na ndio maana tunaona hata watu wamekula nyuma kidogo, japo asubuhi wamekula, lakini tulikuwa tunatarajia hadi saa 7 hivi sifike bado hawajala. Okay, asante. Labda una neno ambalo unaweza kaambia vijana wenzako ambao wanakuwa hawana idea kama na hizi na wanakuwa hawana moyo wa kutoa kama na ambao vijana wa JD wanakuwa nao? Ndio, hii inaweza kaa kama vile message kwa wenzetu ambao hawana moyo wa kufanya mambo kama haya, na wenyewe wangejichunguza ili wapate iwaguse kwenye mioyo yao, wapate kuchangiza au kusaidia familia zingine kwa misiba iwapo imewatokea. Asante. Bana, asante kwa muda wako. Bado tuko pamoja, tunaendelea huko. Sawa, hao ambao unaona hapa, hao ndio wapishi ambao walipika kwa siku ya leo, na tunaongea nao moja mbili tatu tuweze kujua na wenyewe kitu ambacho kiliwagusa moyoni mwao mpaka sasa. Habari zenu? Nzima? Asante. Hapo dada, tuambie wewe kama wewe, ugumu ambao umeona kwa siku ya leo kati ya ulikuwa piga jiko chai asubuhi na mchana, ilikuwa ni ipi zaidi? Kwa kweli namshukuru Mwenyezi Mungu. Jiko limekwenda vizuri. Ndio kuungua lakini sio sana. Ndio. Ndio changamoto zilizotokea. Changamoto ya nani ya jiko tu ya kushukishi tu. Asante. Labda kwa majina? Kwa majina naitwa Mawazo Diego. Asante. Hapo kuna mwingine mpishi? Wewe, subiri nikusogelea hapo ulipo kidogo hapo.
Dada, habari yako? Mzima? Tuambie wewe kama wewe. Ni neno gani ambalo unaweza kuambia watu ambao wamejitolea na kutoa support kubwa kwa ile ambayo imefanyika hapa kwa vijana wa JD? Tunashukuru kwa sababu kazi ambayo watufanyia kazi nzuri. Tunazidi kuombea Mungu tu azidi kuwapasha kipato ambacho wanapata. Tunashukuru sana kabisa. Labda kwa majina pale? Kwa majina naitwa Georgette Omar Grace. Asante bana. Tunakwenda kuongea na mzee wetu. Naye ni kijana, labda kidogo ungesogea hapa kati hapa. Naye ni kijana kwa sababu anawakilisha kundi la vijana. Baba mshikamo. Marhaba. Na wewe ni kijana? Na mimi ni kijana. Asante. Hapo. Labda wewe ni kama nani kwenye kundi ile pale vijana? Mimi nahusika na kupanga chakula kwenye kundi hiki. Yani kama protocol vile. Tuambie mpaka sasa hivi asubuhi chakula kilipita, jioni ngoja una chakula kinapita kwa familia ambayo iliachwa na marehemu. Labda ni gharama shilingi ngapi ambayo ilifanyika hapa? Kwa gharama tuliyofanya hapa ni gharama ya 250,000. Kwa jumla tumefanya gharama ya 400,000. Labda kuna vijana ambao wametoa msaada huu hapa mpaka ukafika hatua kufanikisha jambo hili? Kuna vijana wamefanya mchango. Kuna vijana wenye kuwa Marekani na wenye kuwa hapa kwenye JD na wenyewe wamefanya mchango, ndio hiki kimefanyika kwa leo. Labda tungeomba ushauri kwa vijana ambao wanakuwa na makundi ya vijana kwenye vijiji lakini wanakuwa hawafanyi kitu kikubwa kama na hicho ambao wafanya vijana wa JD. Labda unaweza kuwashauri nini na wenyewe waige nini kutoka JD? Mimi naweza kuwashauri wafanye hiki kama sababu kwenye TV wataviona. Ndio. Na wapate funzo wakati wanavisikia. Kijenge katika kichwani kwao, mioni mwao na wenyewe wafanye kitu kama hiki. Kama vilashi zingine FD, HD, ID, ND wote wafanye kwenye mchakato kiwaguse kambi nzima kwanza kiwaguse. Asante. Labda kwa majina Mlongecha Benjamin Sikapo. Neno moja kwa wale vijana ambao wanakuwa ni wa JD lakini wapo kwa Marekani lakini wanakuwa hawakumbuki walipotoka. Unaweza kuambia nini? Na wenyewe waingie kwenye kundi hicho. Kwa wale wenye kwa Marekani waingie sababu na wenyewe hiki kiwatokea vijana watafanya hivi. Kama wakufanya hiki vijana hata wenye kwa kambini ama JD na wenye kwa kule Marekani wafanye mchango watu wasaidia. Asante mzee. Tulikuwa na mzee wetu ambaye ni kijana bado, japokuwa umri umetangulia, mwili umetangulia kuzea, lakini bado nakwambia ni kijana, damu inachangamka na ametushauri mengi sana. Kwa kama wewe ni kijana wa JD na haujangana na wenzako, basi jitahidi ufike mapema, wasogelee, uweze kuungana nao na uweze kufanya vitu vikubwa kama ambavyo walifanya wenzako. Na wewe kama kijiji chenu hamjafanya kitu kama na hichi, mjipange, muweze kukaa chini na muweze kuongea na wenzenu ili mfanye kitu kama na hichi, mnatokea msiba na waweza kusaidiana. Habari yako? Salamu. Kwa majina? Kwa majina naitwa Machozi Mbaisha. Jina maarufu Madam au Mama Vangwena. Hapo tuambie ili swala ambalo limetokea hapa kwenye msiba wa mzee wetu ni zoezi la kila siku au inakuwa ni kwa mtu baadhi yule ambaye anakuwa pamoja na nyie kwenye kamati ya vijana? Nafikiri zoezi hili sio mara ya kwanza wala sio mara ya pili. Kwa maana ni zoezi ambalo lilikuwepo toka hapo siku za nyuma. Na ikafikia stage baada ya kuona kwamba management ni kama vile imecheza kidogo na baada ya lile kundi la watu kuvurugana na walisambaa, ikabidi kwanza kile kimestishwa. Ila baada ya siku tu za hapo nyuma tena, sijui kama ilikuwa ni 2020, vitu kama hivyo ikabidi tena vijirudie. Kwa hiyo sio kwa mzee huyu tu ambaye tuacha jana au juzi. Nafikiri ni zaidi ya mara 2 au mara 3, maana mimi na siku chache hapa JD. Hapa kwa siku hizi ambazo mimi niko hapa tayari ni mara ya 4 nafikiri kitu kama hicho kinajirudia kwa vijana wa JD. Ikitokea msiba sehemu unakuta kijiji kinachukua siku yake alafu na vijana pia wanachukua siku yao. Asante. Kwa hao ambao wako hapa vijana walifanya kazi kubwa sana. Lakini kuna wale vijana ambao wanaishi Mjetro lakini kumradhi JD lakini wanakuwa na ubaguzi na wanakuwa nakataa kushirikiana na nyie. Wale nao wakipata matatizo kama haya mnakuwa mnafanyaje? Mnakuwa mnakwenda kuwakumbatia au mnakuwa mnawatenga kama kawaida? So inatokea kipindi ndio inawezekana unajikuta kuna mtu ambaye anajitenga na swala kama hili. Kwanza inategemeana kulingana mazingira ambayo anayaishi kama kidini vile, maana nafikiri kuna dini zingine ambazo haziruhusu vitu kama hivyo. Kwa hiyo kijana kama huyo pia ukimshirikisha kwenye mambo kama hayo hawezi akaendana na wewe. Lakini ikitokea stage kwa kitu kama hicho na akajikuta kwamba yeye hawezi akaungana na wengine,
Inatakiwa pia na yeye hata kama ikitokea na kwake pia lazima na yeye wamtenge. Awe mwanadini akisema mwanadini wanamtenga. Ndio, ni halali. Maana wewe huwezi ukamsogelea mtu ambaye hajataka kukusogelea. Labda hapo ungeweza kuwashauria nini wale ambao wanaishi huko ndani lakini wanashindwa kusogelea vizuri, wanakuwa wanacheka na kusema kuwa mnakosa kazi ndio maana mnafanya kitu kama na hichi. Kwa wale ambao wanajitenga lazima wasogelee wengine kiasi kwamba kwa kile ambacho kilitokea kwa huyu lazima na kesho au kesho kutwa pia na kwake kitajirudia. Maana ni ya kwetu sote. Kwa majina pale? Kwa majina nilisema naitwa Machozi Mbaisha. Machozi, sema Machozi Marekani. Mimi wana kitu mbanyasa hapana. Huyo hapa ni Machozi kama nimemuona kila muda analia. Bwana asante kwa muda wako. Umeshaelimika pia umeshakushauri. Kama umesahau nyumbani rudi nyumbani, na kama nyumbani hapajakuwa mfumo kama na huu jifunze kwa hawa vijana wa JD. Wamejitolea kulisha familia asubuhi na jioni, na nahisi na usiku kutakuwa kile kidogo cha kuandalia mzee familia ambayo utaela hapa. Na yapo. Na usiku kipo. Kimsha kinywa kile. Kwa hiyo asante kwa muda wako. Ni wewe kujifunza na kufikiria na kujua wapi ulipotoka. Sote kutoka Afrika, kumbuka Afrika, jali Afrika, jali ndugu zako wanaishi kambini. Kambini tutoka na kambini tarudi. Asante, chao. Sad TV. In God we trust.